Leo niko nje ya ofisi kabisa, tunapiga story, lakini moja ya kitu ambacho kimenifurahisha siku ya leo ni surprise ya mgeni kutoka Makete mpaka Njombe. Akasema kwamba haiwezekani. Nakumbuka alinipigia simu takriban kama wiki moja hivi imepita, akaniambia bwana, Asili Yetu Rada tu natamani kufanya na nyinyi. Nikamwambia ratiba kuja Makete bado sana, akaniambia mimi nitawafuata. Sasa leo ninakusogezea mwamba huyu hapa, tunapiga naye story. Anaitwa Tito Mwinuka. Unaweza kumfuatilia kupitia akaunti zake kupitia mitandao ya kijamii, tunamaanisha TikTok, Instagram, YouTube. Tito Mwinuka anafanya mziki wa Injili, lakini mziki huu anafanya sehemu mbili. Anafanya mziki wa Injili ambapo anaimba kwa lugha ya Kiswahili, lakini zaidi anaimba kwa lugha ya Kikinga, nyimbo za kiasili fulani hivi tunakuwa tunaondoka nazo. Mimi naitwa Anko G, na tuwashukuru sana Asili Yetu Motors ambao wao wanapatikana mkoani Njombe, ambao wanatupa surprise ya vitu mbalimbali. Yawezekana wewe hapo unahitaji kumiliki gari lako. Sasa kama unahitaji kumiliki gari, hakikisha unawatafuta Asili Yetu Motors. Wao watasababisha wewe kupata gari ambalo halina kipengele na hutojutia. Mimi naitwa Anko G sana, mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo. Mimi naitwa Anko G na tuko Njombe, tuko nje ya ofisi kabisa, lakini ni karibu fulani na mazingira ya ofisini kwetu ambapo tunapatikana. Shukrani sana ambao mnaendelea kushare video zetu, kutufuatilia kupitia mitandao yote ya kijamii Asili Yetu TV. Shukrani sana Asili Yetu Motors ambao wao sasa wanahusika na ununuaji wa magari, lakini pia na uuzaji wa magari. Unaweza kuwatumia, inawezekana wewe kuna gari ambalo unaliuza, au inawezekana wewe unatafuta gari kwa ajili ya matumizi yako. Unaweza kuwatumia Asili Yetu Motors ambao wanapatikana mkoani Njombe. Wao wanakuambia lipa, ondoka na gari lako, hakikisha dokumenti zimekaa fresh. Lakini leo niko na rafiki yangu moja kutoka Makete. Hii ni heshima kubwa sana kwetu kama Asili Yetu TV. Mwamba katoka Makete akaambia lazima nifike Asili Yetu kwa ajili ya tuweze kupiga stori za hapa na pale, tuweze kujifunza nini ambacho kipo kwake. Bwana, karibu sana Njombe. Asante sana. Tuambie, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Tito Mwinuka. Tito Mwinuka. Ndiyo, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia naimba na asili. Okay. Ndiyo. Mziki wako tulianza mwaka gani kwanza? Tangu kwanza kwangu mziki ilikuwa ni 2018. Ndiyo, mpaka sasa hivi nimeendelea kupambana, japo kuingia studio kuanza kurekodi nyimbo kuweka mtandaoni nimeanza 2023. Okay. Ndiyo. Tulianza na mziki upi? Maana umetuambia unaimba mziki wa asili na hapa bado huja kuweka wazi. Sema namna ambavyo nilianza kuimba mara ya kwanza, ninapoanza kuingia studio nilianza kurekodi nyimbo kwa namna ya Kiswahili, ila kadri muda unavyozidi kwenda mbele nikajikuta natamani kuchanganya lugha mbili, naimba Kiswahili lakini pia naimba na asili. Okay. Ndio. Kwa nini tulitoka kwenye lugha ya Kiswahili tukaenda kuimba nyimbo za kiasili, lakini tunamtukuza Mungu vile vile? Ndio. Okay. Tujue safari yako hapa, kwa nini tulibadilisha? Yaani kwenye ishu ya mziki, umeona, asilimia kubwa ambacho mimi huwa napenda kukiangalia sana sana ni wale wafuatiliaji wa kazi zangu ambao wanaendelea kuzifuatilia kwa karibu. Umeona, kulikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanatamani wazipate kazi kwa kupitia asili yao. Wakati huo kuna wengine ambao walikuwa wanatamani kuzipata zile kazi kwa kupitia lugha ya Kiswahili. Umeona, nimefanya Kiswahili na asili ili mradi tu nitengeneze wigo mpana kwa ajili ya kuwafikia mashabiki na Injili izidi kusonga mbele. Okay. Hapo umeeleweka vizuri. Tunapotazama sasa, wewe binafsi tulipokuwa tunaimba nyimbo kwa lugha ya Kiswahili, na tukaamua kuingia kuimba nyimbo za kumtukuza Mungu vile vile, lakini kwa lugha ya kiasili ya Wakinga. Ndio. Okay. Wapi unaona wewe unakaa sana, unaona kabisa hapa nikikazana naweza kuondoka napo? Seme kiujumla siwezi nikalizungumzia sana hilo, kwa sababu kwanza nilivyokuwa naanza
kwa lugha ya Kiswahili. Uwigo ulikuwa ni mpana kwa sababu taifa zima wanakitumia Kiswahili, ndio maana ukakuta hata ufuatiliaji kidogo ukawa umechangamka, tofauti na sasa hivi. Umeona, kwa sababu lugha ya asili ambayo naitumia unaweza ukakuta ipo kwenye mkoa mmoja ambao wanaujua. Mikoa mingine unaweza ukakuta hawajui hiyo lugha ambayo naitumia. Kwa ambacho nakifanya ili hata wale wa mikoa mingine ule ujumbe ambao nimeuandikia kwenye nyimbo hiyo ya asili wafikie. Umeona, na amua kuimba kwa lugha ya asili, lakini pia natoa na maana ya kile ambacho nimekiimba kwenye ile asili. Yeah. Na vipi mialiko kwenye mikutano tumeshaanza kupata au bado? Mialiko ni mingi ambayo tumeipata na mingi ambayo tumeifanya tayari. Tunashukuru Mungu, mkono wa Bwana umezidi kuonekana kwenye kila mialiko ambayo tumezidi kuifanya. Tunaona mkono wa Bwana ukizidi kuonekania. Okay. Tuambie safari yako ya kuifahamu asili yetu ilianza lini na safari yako imekuwaje mpaka leo ukatoka Makete mpaka Njombe? Kuifahamu asili yetu, yani mimi naweza nikasema kwa kupitia media ndipo ulikuwa mwanzo wa kuifahamu asili yetu. Na kuhusiana na ishu ya kuja kufika hapa, ni nia ya dhati ambayo nilikuwa natamani ya siku moja nije nifike asili yetu, nije nifanye mazungumzo na ninyi, nije nifikishe tuseme ujumbe kwa hadhira. Okay. Wale wanaonitazama kwa wakati huu wajue kwamba huyu mtu anafanya hiki na yuko mahali fulani na kusudi lake ni kitu fulani. Okay. Yeah. Kwambie kijana kuwa mtumishi wa Mungu hasa kwenye sekta ya uimbaji. Yeah. Vitu gani natakiwa kuzingatia sana ili huduma yako iweze kuwa imara zaidi? Vitu ambavyo natakiwa kuzingatiwa kama kijana katika huduma ya uimbaji, kwanza ni nidhamu ya kazi, natakiwa kwanza uwe nayo. Alafu pili, imani. Uwe na imani na kile ambacho unakifanya, pia uwe na imani na yule unayemtumikia. Alafu tatu, juhudi za kuifanya kazi na namna ya kutafuta ile kazi kuwafikia watu. Yeah. Na Makete sasa hivi ndio sehemu ambapo tunaishi na huduma asilimia kubwa tunafanyia kule. Ndio. Mapokezi yake yakoje? Mapokezi ni makubwa, tofauti na mwanzo ambapo nilikuwa ninaanza. Changamoto zilikuwa nyingi kwa sababu kila mtu alikuwa anafikiria kwa namna anavyoona yeye, kwamba labda kuna mwingine anaweza akawa anafikiria kwamba hiki alichochagua huyu au hili fungu alilochagua huyu linaweza likawa kwake yeye anavyoona, wakawa wanaona kwamba huenda labda ni fungu baya, ila kwangu mimi na namna ambavyo naiona sasa hivi naona, yani tuseme mkono wa Bwana anazidi kuuona, kwa sababu sapoti kubwa anazidi kuiona kutoka kwa wanajamii wale wanaonizunguka, wanajamii wa wilaya ya Makete na nje hata ya Makete, Njombe na wapi, Mbeya. Umeona, nazidi kuona wanavyozidi kufuatilia zile kazi ambazo nazifanya. Okay. Umezungumzia tunaimba nyimbo za kiasili. Nyimbo za kiasili mara nyingi producer inakuwaje? Kama producer kile kiasili ambacho unaimba wewe, ile asili yako ile, producer anakuwa labda haitambui vizuri, inampa wakati gani mgumu wakati wa uandaji wa kazi hiyo? Ndio, yani issue ya producer kutengeneza nyimbo ya asili, kwanza ambacho huwa kinawasumbua sana ni namna ya kuunda neno ambalo wewe unataka uliimbe kwa wakati ule. Ila ambacho mimi nakiamini asilimia kubwa kwamba yani hata kama producer hajui Kiswahili au hajui asili ambayo mimi naimba, umeona, yuko nje labda ya nchi hii, kama mwimbaji anaelewa kile anachokifanya, umeona, yani kuna wakati mtu anaweza akatumia sauti ambayo haileti tuseme ni sauti inayotamkika ila haileti ujumbe fulani au neno fulani. Kwa kupitia ile sauti mtu anaweza akatengeneza neno na neno lile likakaa kwenye mfumo wa ile nyimbo na likamechi vizuri. Okay. Yeah. Na hizi nyimbo zako, nimepita kwenye chaneli yako pale, nimekuta kuna nyimbo nyingi sana ambazo umeshaziweka. Ndio. Mtunzi ni nani? Kwenye ishu ya kuandika nyimbo, asilimia kubwa kwenye nyimbo ambazo mimi nazifanya naandika mwenyewe,
naimba mwenyewe. Kwa hiyo yani niseme ninachoshukuru Mungu ni namna ambavyo amenipa upeo wa kufikiria kwamba ni wakati upi niandike ujumbe upi ili jamii ipate kuokolewa kwa kupitia hizo nyimbo ambazo nazifanya. Okay. Yeah. Na changamoto gani umewahi kukutana nayo kwenye huduma ya uimbaji? Changamoto tuseme zilikuwepo kipindi cha nyuma, kwamba kuna wakati unaweza ukaingia studio ukafanya kazi, alafu kulingana na mazingira wanasema nabii hakubariki kwao. Yeah. Umeona? Kwa hiyo unafanya kazi unakuta unaipeleka kwenye jamii, unakuta kila mtu anavyozungumzia. Umeona? Ila kadri unavyozidi kwenda mbele, umeona? Kuna wakati nakwambia unavyofanya jambo sio mwepesi wa kukata tamaa, kwa sababu unavyokata tamaa ndivyo unavyotengeneza mazingira ya adui kuchukua nafasi. Umeona? Yaani katika zile changamoto ambazo mimi nilikuwa nazipitia, umeona, ila tuseme kusudi la Mungu kwa sababu lilikuwa ndani yangu, nilijitahidi kupambana, nikasimama kwenye ile changamoto hadi leo nazidi kusogea mpaka nakuja kuwafikia na ninyi. Okay. Ndio. Hapo umeeleweka vizuri sana Mwamba. Na nyimbo gani ambayo wewe unaona kabisa hii imekutambulisha sana? Tuseme nyimbo ambazo nimezifanya na nimeona tuseme kwa vile ninavyoendelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wananitafuta, wengine wanani DM kwa WhatsApp na wapi. Umeona? Yaani kila nyimbo ambayo naifanya ina viwango vyake vya ubora. Umeona? Kuna mwingine anaweza kaipenda hii kwa sababu ina ujumbe huu, mwingine akaipenda ile kwa sababu ina ujumbe fulani. Umeona? Ila nyimbo ambayo imesogea yani kiasi kwamba mpaka mwenyewe imefikia hatua ya kusema watu wakanifahamu kwamba mimi nafanya nini. Kwanza kuna nyimbo ya Kikinga ambayo ilikuwa ya kwanza kuifanya, ilikuwa inaitwa Sumbata. Hiyo nyimbo nimeifanya audios. Wakati huo kuna nyimbo inaitwa Mwanangu. Umeona? Nimesogea sana, nimekuja kufanya nyimbo nyingine inaitwa Mama, nimefanya Himaya. Hizo zote nazo zimeendelea kusogea sana, yani kiasi kwamba naona mkono wa Bwana unazidi kunionekania. Kwa sababu kwa kupitia hizo naendelea kuona mashabiki wakizidi kuongezeka, wananifollow na kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na mitandao mingine ya kijamii. Okay. 2026 tutarajie nini kutoka kwako? 2026 yani nilikuwa naomba Mungu akinipa uzima katika nyimbo zile ambazo nimezifanya na sijabahatika kufanya videos. Nilikuwa natamani sana ufike wakati sasa nizifanye videos. Umeona? Kwenye ule ujumbe ambao upo kwenye zile nyimbo ambazo kuna watu tayari wameshazisikiliza zionekane sasa kwa mfumo wa video. Okay. Ndio kitu ambacho wa mashabiki zako watarajie. Ndio. Okay. Mimi nataka nikupe sasa nafasi uniambie ni waimbaji wangapi wa nyimbo za Injili ambao unawakubali hasa kwenye mkoa wetu wa Njombe? Yaani naweza sema kwamba asilimia kubwa yani ya waimbaji ambao wanaendelea kufanya huduma za uimbaji kwenye mkoa wa Njombe, kwanza wote nawapenda. Kwa sababu nazungumza hivyo kwa nini? Yani kwa sababu unaweza kukuta kwa kupitia wao mimi nimepata kujua nini maana ya uimbaji. Umeona? Nimejua namna ya kupangilia kwamba niimbe kipi kwa wakati upi. Umeona? Kwa sababu bila wao, umeona, yani kuna wakati naweza sema kuna wengine tusingepata nafasi hata ya kwenda shule kujifunza nini tuimbe, ila kwa kupitia nyimbo za kwao ambao walianza hata kuimba kabla yangu wamefanyika baraka, yani sio wamefanyika baraka sana. Umeona? Kwa mkoa wa Njombe ambaye yani naona kabisa wamekuwa ni mwanzo wa kufungua milango yangu mimi kuingia kuimba. Nikianza na Makete mjini yupo Aldo Sanga. Ndio. Kuna Emma Sanga. Ndio, naye anafanya huduma ya uimbaji. Ndio. Mama wa Yawe ndio. Kuna wengi, kuna Christina Mbilinyi. Umeona? Yaani naweza sema yani wale ambao wanafanya huduma ya uimbaji Njombe, kwa idadi naweza taja, unaweza kukuta yani kiasi kwamba unaweza kujiuliza kwamba nimeanza kutaja mpaka jioni alafu hatujamaliza, ila kiujumla wao nawapenda kwa sababu wao ndio sababu ya mimi kufika hapa. Okay. Na msanii gani au mwimbaji gani ambaye anaimba nyimbo za asili wewe kwako unamkubali sana?
Kwa mkoa wa Njombe au mkoa wa Njombe. Kwa mkoa wa Njombe mwimbaji ambao wanaimba nyimbo za asili ni wengi. Mmoja tu ambaye wewe hawawakilisha wengine wote. Sio wengine hawafanyi vizuri, ila mmoja tu ambaye anawakilisha hao wengine wote. Yaani sijui naweza jibu sawa na kulingana na swali lako namna ulivyoliuliza, ila ambacho ningependa kukifafanue zaidi kwamba kwa lugha ipi labda ambayo umeizungumzia. Kibena, Kikinga. Anayetuwakilisha sana kwa mkoa wa Njombe kwa namna ya lugha ya Kikinga, kwa moja kwa moja tunaweza sema anaweza kawa ni Jeriko Ndelwa, alafu yupo na Ndonya. Japo kuna wengine wengi, yani ndio maana nikasema nafasi tu, yani ningepewa muda wa kutosha ningekutajia wengi mpaka jioni hata tosha. Ndio. Okay. Sema na mashabiki zako, waambie unaitwa nani, unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii ili sasa wakakuzingatie huko. Kwa mashabiki ambao wanaendelea kunitazama, kitu ambacho napenda nikiseme kwa wakati huu ni kwamba kwanza nawapenda kama wao wanavyonipenda. Umeona, kitu ambacho nakiomba kutoka kwao, kwanza wazidi kuendelea kufuatilia kazi ambazo mimi nazifanya. Umeona, kwa sababu wao ndio kampani kubwa ambayo mimi naitegemea. Umeona, wakitaka kunifuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kwa WhatsApp natumia namba 0759417486. Umeona, hiyo namba naitumia WhatsApp. Wakati huo kwa YouTube natumia jina Tito Mwinuka. Pale unaweza ukiingia sasa ukazisearch kwa jina hilo, unaweza ukazipata nyimbo zangu pale. Umeona, ila ambacho nakiomba sasa, ukipita pale YouTube usisahau kusubscribe, kulike kile ambacho nimekifanya, kucomment pia na kushare. Umeona, lakini pia kuna mitandao mingine kama Facebook, TikTok, Instagram na sehemu zingine nyingi ambazo tunasambazia hii kazi ambazo tunazifanya za huduma za kiinjilisti. Umeona, huko nako natumia jina la Tito Mwinuka. Hicho ndicho ambacho ningependa kuwaomba mashabiki. Umeona. Shukrani sana mtazamaji wetu ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho. Nilikuwa na Tito Mwinuka kutoka Makete. Ndio. Akasema kwamba haiwezekani, lazima nisafiri mpaka Njombe nifike asili yetu kwa ajili tuweze kuzungumza naye, na ni moja ya kipaji ambacho kiko ndani ya mkoa wetu wa Njombe, lakini kinapatikana pale Makete. Hakikisha unamzingatia, pita kwenye mitandao yake Tito Mwinuka. Ukipita YouTube search Tito Mwinuka, basi kazi zake utakuwa unazipata pale. Mimi naitwa Ngoji, tukutane tena wakati mwingine.